Leo tunaenda kujifunza kitu ambacho kinaitwa ball motion graphics text animation. Hizi bwana ni kama text animation ambazo tu zenye manjonjo. Ni namna gani tu ya kuongezea manjonjo katika kazi yako itavyoweza kufanya vizuri. Usiongee sana, basi tuende tukaangalie kitu gani leo ambacho tunaweza kwenda kukifanya na tukaona. Tunafanya kitu kama hichi hapo. Yes, ukishakuwa umefika hapa, ukiwa umefungua Adobe After Effects, inakuwa kama hivi. Tutafungua hapo, nitaandika text animation. Kama hivyo, ukishakuwa umeandika text animation kama hivyo, kila kitu naacha kama kilivyo, nadhani itakuwa sawa. Piga okay. Baada ya hapo piga okay. Hapa tutakuja kuandika maneno yetu hapa. Kuandika maneno yetu hapa. Naandika nitaandika motion. Motion kama hicho. Naandika motion. Naweka aka point yangu iwe center kama hivyo. Aka point iwe center, naweka neno langu liwe center kama hivyo. Hapa nitaongeza kidogo neno langu. Yes. Hichi ni motion. Kwa motion. Sasa hii leo nitakuona kuandika motion. Duplicate hapa, bonyeza Control D. Duplicate. Badilisha rangi. Badilisha rangi ili uweze kuona hiyo M. Sisi hapa tupa tumeandika M. Hapa nayo tutaweka point iwe center. Point iwe center. Inakuwa center kama hivyo. Baada ya hapo nitakuja hapa, nitaenda katika ellipse tools, nadhani chora mpira wangu hapa hivyo hicho hapo. Mpira wangu utakuwa kama hicho, nao nitaweka center. Nitaweka akapointi kae vizuri. Hakikisha unavyokuwa unachora duara lako kama hili, huu mpira huu usiwe umeselect layer yoyote. Kisha unakuwa hujaselect layer yoyote, then ndo unachora hapo kitu kitatokea. Kwa sababu ukiwa umeselect kwa mfano layer yoyote afu ukachora, utakuwa unatengeneza kitu kama max hivyo, au utakuwa unaweza kuona mpira wako vizuri. Anyway, baada ya hapo kwa hizi layer zangu mbili nitazisogeza pembeni kidogo kama hivyo, then mpira nao tuweke ukae center kama hivyo. Baada ya hapo nitabonyeza S kwenye keyboard, bonyeza S kama hivyo, then bonyeza S, nitakuja mpaka hapa frame ya 10. Nitaileta tena hapa frame ya 10, then nitarudi mwanzo, afu nitaweka 0 kama hivyo. Sio mbaya. Liza hapa. Yes. Weke mpaka frame ya 10 iwe hivi. Ya 10. Frame ya 10 kisha hapo mpaka frame ya 10 tutabonyeza P kwenye keyboard, position, then tutabonyeza keyframe, alafu tutasogea tena hapa kwenye frame ya 20 hii mpaka hapa, then tutashusha chini mpaka hapa, shusha chini mpaka hapa. Taenda kwenye scale, tutapunguza kidogo. Unaweza kuweka hapa au unaweza kuweka 50, unaweza kuweka
50 hapo, tutapaka hapo, afu tutakuja tena paka frame namba 1 hapa. Kisha kuja hapo utakopi hii hapa, utakopi afu paste hapo, alafu hapa utaenda kwenye P, utapandisha juu, pandisha paka juu, labda paka pandisha paka juu, labda paka hapo, paka hapo. Kisha kwa umepandisha paka hapo, sasa kinachofuata hapo utakuja kuikata, utabonyeza Control Shift D, umeikata delete hapa, hapo inaenda kitu kama hichi hapa, hapo inaenda hivi. Yes, kitu kama hicho, hapo inaenda kitu kama hicho. Kishamaliza hapa tuta select hizi, tuta right click keyframe assistance, afu tunakuja kwenye easy kuja hapa hapa, tutakuja hapa tutavuta hivi na huko tutavuta kabisa hivi, tutakuja hapa vuta nako hapa, tutavuta kitu kama hicho hapo. Tukishamaliza hapo, hii tutaivuta huku na hii huku tutaivuta kitu kama hicho. Yes, imekaa vizuri, sio mbaya. Kama hicho kishakuwa imekaa kitu kama hicho hapo, tutakuja sasa tutazisogeza hizi layer zetu zote tumeziweka huko, tutasogeza mpaka hapa, sogeza mpaka hapa, sogeza mpaka hapo, kisha sogeza mpaka hapo. Itabidi tuchukue hii tuandika motion yenye alama nyekundu, tutaizima huku, itabaki hiyo M peke yake. Kisha kwa imebaki hiyo M, tutabonyeza position, afu tutabonyeza keyframe hapo, afu tutasogeza mbele mpaka hapa kwenye frame ya 10, then tutaichukua hii keyframe tutasogeza hapa, alafu tutakuja hadi hapa, alafu tutashika EM nipeleka hapa, sogeza mpaka hapa, kae hapa hapa mpaka hapa, mpaka hapo mpaka hapa, alafu then tutaipeleka juu kama hiyo mpaka hapa, peleka juu. Yes, mpaka hapa mona, kwa itakuwa kitu kama unaweza kusogeza mpaka hapa, ukaisogeza ikae hapa, unakuwa sasa kama hiyo, sitakuwa kama hicho hapo logo kwa hivi. Hii sasa tutaziselect zote hapa. Ukishaziselect zote hapa, utabonyeza right click, frame hizi, alafu tutakuja huku na tutaleta huku, alafu na hii huku tutakuta kama hichi, angalia itakuwa inaendaje. Inatunda unaona, unakuja na dunda kitu kama hicho, inatokea huku dunda hivyo, sawa. Baada ya hapo sasa, ukishakuwa umemaliza hichi kitu, kinachofuata hapa tutachokifanya, hii name tuta duplicate hii, Control D. Baada ya kuduplicate hii, kama hivyo,
tutaiwasha hii, washe sasa hii, tutakuja hivi mpaka hapa M imekaa, imekaa hapo. Hapa ndio ilikuwa ni M. Hii sasa tuta right click, tutaandika O, itakuwa ni O. Motion O, tutaandika O hivi. Baada ya hapo tutaisogeza. Baada ya hapa tutaisogeza ikae hapo. Tumeandika bwana tupele. Yes, nisogeza ikae vizuri hapa kabisa. Patani na mwenzake vizuri hapa. Yes, kama hivyo. Tukishamaliza kitu kama hicho, tutaduplicate tena na hii Control D, alafu hii tutaiandika T. Yes, kama hivyo tutaandika T, alafu tutasogeza hapa vizuri kama hivyo hapo. Baada ya hapo na duplicate tena hii Control D, duplicate, alafu tutaandika I, tutaisogeza tena, tutaisogeza hapa hapa. Kisha inakaa center hii aka point. Baada ya hapo tutaduplicate tena hapa Control D, tutaduplicate. Baada ya kuduplicate hapo tutaiandika 0 tena O, maana ya O. Tutaisogeza tena hapa. Baada hapo hii tena tuna duplicate Control D, N, tutaisogeza tena mbele, tutaisogeza kwenye ini mwenzake kama hivi, zinakuwa zimekaa kitu kama hicho. Kwa hiyo hapa meza yu za kupanga vizuri hii tupange vizuri. M hii hapa tuanze kuzipanga vizuri. Natakiwa upande wake kama hapa, alafu tunakuja tena hapa, inakuwa ni O. Seti vizuri O ije ikae hapa na tunakuja na upata. Hii ni T, ikae kwenye T yake vizuri hapa. Hapo inaofuata ni I, hiyo na hapa hiyo I hapa.
unaofuata vizuri. Seti vizuri hapa, fuata ni N, unazipanga vizuri, unaichukia vizuri hivyo, kuja hapa unaivuta hii hapa inatakiwa hivyo, inakuja kwenye T, tuisogeze kidogo. T nayo inatakiwa isogee hapa vizuri, nakuja O nayo hapa, yes, kama hivyo. Nao naiseti vizuri N, kitu kama hicho hapo. Isivuke mstari, zisipishane sana, zote zinatokea hapa kama hivyo, na hivi kama hivyo, ndio itakuwa inaenda. Angalia, ukasogeza mbele kidogo, kama unaona inakuwa ina spidi kidogo. Naenda hivi sasa, fanyika ni kitu gani hapa? Hii tusogeze, hii inatakiwa isogee na hizi kama hivyo, zote vizuri na hapa hapa bonyeza inaenda hii hapa. Hizi za huku kiframe hizo unaweza kusogeza mbele kidogo, naona kama ilikuwa inaenda spidi hapa kama hivyo. Kama moja kama imekata okay. Anyway, shaka sawa hapo, kama kitu kama naenda kama hivyo. Ule mpira wetu tutapofika hapa pa natokea maneno mengine. Baada ya kufanya hivyo,
hapa vizuri zaidi hapa katika vizuri hapa tuweke ili uweze kukaa ionekane kitu fulani hivi. Naona kama inaacha space kubwa hapa. Kwenye usawa kama hivyo. Delete hii ndio ikae hapa. Sasa nabidi tukirekebishe vizuri. Vitu vinahitaji kuwa makini unapokuwa unaweka, ili unaweza kuleta muonekano ambao utakuwa unapendeza kama hivyo. Na hapa kama hicho hapo, tuone itapokuwa utakuwa na luka cha hivi imekaa vizuri. Umeona ilikuwapo yenyewe ndio inawahi, lakini sasa hivi sio mbaya. Sasa baada ya kuwa umeweka hivi, umeshamaliza kitu kama hichi. Sasa hapa kinachofuata hapa, fanye kitu kimoja, tazifunga hivi, hii ya mwisho tutaiziba. Hapa naona kama zinapigana tena, tuiwashe kwanza ili tuweze en tuipandishe kae vizuri, kisha zikae vizuri zifuatane. Unaona yani kama nilikuwa nimeshuka hiyo ilikuwa imeshuka kidogo, weke sawa na hii en tuipandishe juu kidogo tuweze piti hapo, ili maneno yaweze kulingana. Alikuwa maneno kama yamepishana hiyo hapo kidogo, kama yamekaa sawa. Na hata tukizima huko sasa hivi umeona yamekaa vizuri. Alikuwa kama yamepishana, basi tunazima hii ya chini. Baada ya kuwa umezima ya chini, sasa kinachofuata hapa, unaangalia itakuwa inakuja mpira wetu hivi cha inakuja hivi unakuja hivi kama hivi, unatoka unakuja. Sasa hapa tunachofanya, tuna select zote kuanzia hapa, unashika shift, una click hapa, unakuja hadi hapa, afu tunataka hizi tunamaliza hapo, tunakuja huku tuna compose zote, compose unaweza kuandika hata text animation
animation, inakuwa kitu kama hicho. Yes, inakuwa kama hivi, afu tuta duplicate, bonyeza control D, tutakuja hii, tutakuja hapa kwenye effect, hapa tutaandika kitu kinachoitwa echo. Echo hiyo una double click tu hapa kwenye echo, kuletea hapa sasa. Hapa angalia, utanakili setting hizi tutazoziweka hapa, utaandika -0.001 nakuwa kitu kama hichi. Hapa tunaweza tukaweka kama hata 50 kwanza, tunaweka 50, cheka 50 hapa kwenye add, weke maximum kwa kama hivi, then tutakuja yes, kwa umeweka hivi, tutabadilisha rangi sasa. Hapa ukaja ukasearch fill, ili hapo kaja hapa rangi, labda tubadilishe rangi kama hiyo, punguze kidogo hapo, unavyokuwa unavyozidisha na huku inapanda kwa 40 vizuri, naona itakuwa hivi kama hicho, nakuja kama hivyo motion. Unaweza kuongeza tuweke kwa 50, tuone itakuwaje. Baada ya hapo, ikiwa hivi hapo, kabonyeza hapo hii mpaka hapa. Kaja tuangalie hizi katika keyframe zetu, hizi keyframe hizi tutafanya keyframe hapa ini hii kusogeza kulia kidogo, sione huku itakuwa imekaa kama inawai, tuone. Wow. Nataka zishuke kwa tofauti hivi. Naona kama zinashuka kwa spidi, nashuka kwa spidi. Nifanye kitu gani hapa? Jielewe naona itakuwaje hapa. Kama hivyo, lakini sitaki ipishane sana. Kwa hiyo hapo utaangalia na namna gani wewe utavyotaka
zilikuwa zinashuka hapo chini. Ni namna gani tu wewe mwenyewe unaweza kuziseti namna ya kufanya ziweze iza ziwai ama zichelewe, ni wewe kitu ambacho utakuwa na nani. Lakini hapo hebu kisha kwa mfano kama hivi mwanzo na zilikuwa zinapishana kama sana kama hivi. Ona hii n nikaweka kidogo nione itakuwaje. Mona, kwani staili tukiamua jinsi gani za kushuka hapo nataka zishuke, ni maamuzi hapa katika kucheza nazo. Hapa hii ni M, hii unaweza kurudisha tena hapa ikawa sawa, na hii ukaweka hapo na hii ukaweka hapa. Hapa nimezipisha kama kawaida, kwa hiyo katika kushuka naona hapa kwa unaweza kuwa unasema hii ni M, yes, hii ni M. Unasema labda itatangulia kidogo, unakuja hii ni O, baki hapa hapa, tunakuja T elewe kidogo, baki hapo hapo, afu hii huku kidogo, sio mbaya, kitu kama hicho. Kwa hiyo ni namna gani tu nakuja kwa kama hivi, inakuwa kama hiyo. Kwa tutorial yetu ya leo ya Ball Motion Graphics Text Animation inakuwa kitu kama hicho hapo. Kwa ajili ni ya tutorial, tunaweza tukawa tumeishia hapo, lakini unaweza ukacheza nazo zaidi ukitaka ionekane yenye ladha zaidi, ukajua kucheza na vitu, lakini mimi nimetoa kama idea fulani tu. Kwa hiyo kuanzia mwanzo tulikuwa tunafanya hivyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare.